Jambo Tanzania, hii ni Egoasu TV, sauti ya jamii. Karibu katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatumia Egoasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dakawa John. Leo Novemba 17 ya mwaka 2025, Manispaa ya Musoma imefanya maadhimisho ya afya na lishe na kutoa elimu juu ya afya na lishe kwa jamii, na huduma iliyotolewa katika maadhimisho hayo ni pamoja na upimaji wa hali ya lishe, ushauri juu ya ulaji unaofaa, upimaji wa sukari na upimaji wa shinikizo la damu. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ya afya na lishe kitaifa inasema afya ni mtaji wako, zingatia unachokula. Na hapa baadhi ya wananchi waliofika katika maadhimisho hayo kupata huduma hiyo wamezungumza juu ya elimu hiyo ya afya na lishe. Nimekuja hapa nilikuwa katika pita zangu tu kufuatilia mambo yangu ya ofisini hapa, lakini nikakutana na wapimaji na mimi nikapima hali ya lishe na afya kwa ujumla. Afya yangu iko vizuri, lakini kwenye upande wa uzito umezidi kidogo. Kwa hiyo nimeshauriwa nipunguze ili nisiwe kwenye hali mbaya zaidi. Nawashukuru sana kwa hii huduma iliyoletwa hapa. Na washauri wao wanapima, wanaangalia hali zao, kwa sababu tunapokaa bila kuwa tunajua hali zetu inaweza kutupelekea kwenye hali mbaya zaidi ambayo tunaweza kushindwa kuidhibiti kwa haraka. Nimefurahi siku ya leo kuja kupima uzito na urefu ili kujua afya yangu ya lishe imekaaje. Nashukuru kwamba nimekutwa na kilo nzuri na urefu upo sawa. Sina changamoto yote kwenye lishe. Nina afya njema. Nashukuru kwa hilo, kwa kutuletea huduma hii hapa katika manispaa, ofisi za manispaa Musoma. Wataalamu wamenishauri kwamba niendelee kufanya mazoezi na kuzingatia lishe bora na niwe nakula kwa muda sahihi. Na washauri kucheki afya zao mara kwa mara, kuepusha changamoto kutokea kuwa kubwa. Kama umekaa ukapata magonjwa zaidi, inakuletea gharama kubwa kuja kutibu hiyo gonjwa ili uje ukae sawa. Hapa nimeambiwa kuna huduma ya afya, kupimwa afya, na mimi nikaona ni bora nipime nijue afya yangu ikoje. Hapa nimepima vipimo vitatu. Nimepima sukari, uzito, na sasa hivi nasubiria kupima pressure. Nimeshauriwa kwamba nifuate lishe kama ilivyo, standard ya lishe. Sasa na hapa kufuatana na hali yangu wamenikuta niko salama salimini. Vipimo vyote viko sawa, ila wamesema nizingatie muda wa chakula na makundi maalum yale ya vyakula ambavyo vimetajwa hapo kwa sababu ya lishe. Aidha, mratibu wa afya na lishe wa Manispaa ya Musoma, Dr. Mashauri, anaeleza namna magonjwa hayo yasiyoambukiza yanayoendelea kuathiri jamii kutokana na vyakula. Tuko hapa leo kwenye viwanja vya ofisi ya mkurugenzi wa manispaa. Ni siku ya maadhimisho ya lishe kitaifa na imeanza leo tarehe 17, tutaenda hadi tarehe 21 mwezi wa 11 mwaka 2025. Katika maadhimisho haya tunaongozwa na kauli mbiu isemayo afya ni mtaji wako, zingatia unachokula. Kwa katika kauli mbiu yetu hii tunajikita katika utoaji wa elimu juu ya ulaji unaofaa kwa wanajamii. Leo tumeweka banda letu hapa kwenye ofisi ya mkurugenzi ili watumishi wote wapate fursa ya kupima hali zao za lishe, na sambamba na hilo katika vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya, huduma hizi zinaendelea, watu wanapimwa na elimu ya lishe inatolewa. Pia kwenye shule zetu zote za msingi na sekondari tumeshapeleka ujumbe na tunaendelea kulisimamia, elimu ya lishe inatolewa, na tunajikita zaidi kwenye utoaji wa huduma ya chakula shuleni, uanzishwaji wa bustani za mboga mboga na matunda, pamoja na kuhuishwa kwa klabu zote za lishe mashuleni. Lengo ni kuongeza hamasa kwa jamii na uelewa
juu ya ulaji unaofaa katika jamii yetu. Pia mjumbe wa kamati ya afya na lishe manispaa ya Musoma Beatupere Chilambo amezungumza lengo la maadhimisho hayo na kusema elimu ya afya imetoa matokeo mazuri kulinganisha na miaka miwili iliyopita. Leo tunaazimisha siku ya lishe kitaifa ambayo kiwilaya tunaazimisha kwenye ofisi zetu za mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Musoma kwa kutoa huduma zifuatazo. Huduma ya kwanza ni elimu ya ulaji sahihi kwa wananchi wetu, lakini pia kuna huduma ya upimaji, lakini pia kuna huduma ya upimaji wa sukari na upimaji wa shinikizo la damu. Kwa hiyo na nichukue fursa hii kualika wananchi lakini watumishi wa halmashauri ya manispaa ya Musoma kuweza kufika katika eneo hili la huduma wapate elimu ya ulaji sahihi, lakini pia na kuweza kujua hali zao kiafya. Kwa sasa kumekuwa na mabadiliko chanya kwa upande wa wananchi, lakini pia watumishi. Watu wamekuwa wakielewa umuhimu wa kutambua afya zao, kuishi kwa kuzingatia mifumo sahihi ya ulaji na ule ulaji ambao hauna madhara kwa afya. Kwa hiyo kumekuwa na watumishi wengi wamekuwa wakijitokeza kupima afya zao, lakini hata wananchi tunapotoa matangazo na kufanya uhamasishaji, basi wananchi wamekuwa na mwitikio chanya kwa sababu jamii imeenda inaelimika, lakini pia watu wanapata elimu na kuacha zile tabia ambazo ni hatarishi kwa afya zao. Kando ya maadhimisho hayo, Yeguasu TV ilifika kwenye ofisi ya mganga mkuu wa manispaa ya Musoma na amezungumza kuhusu shughuli za upimaji wa afya na lishe pamoja na madhara yanayoweza kujitokeza hasa kwa wajawazito wanaoweza kujifungua watoto wadogo au wasiofika umri wa kuzaliwa. Na hapa Dr. Mustafa Waziri anazungumza. Leo tuko hapa manispaa kwenye ofisi za manispaa tukiwa na lengo moja tu, lengo la upimaji hali ya lishe na utoaji elimu ya lishe ili kujikinga na magonjwa mbalimbali. Leo tumewatembelea watumishi wa halmashauri ya manispaa ya Musoma. Tuna banda letu kwa ajili ya kuhamasisha utumiaji au ufuatiliaji wa masuala ya lishe. Huduma tunazozitoa leo ni upimaji wa afya pamoja na lishe, lakini pia tunaendelea kutoa elimu kwa ajili ya lishe bora kwa watumishi wetu waliokuwa manispaa ya Musoma. Shughuli itafanyika kwa jumla ya siku 5 toka tarehe 17 hadi tarehe 21. Lengo kuu likiwa kuwahimiza watumishi kujali afya zao, kupima afya zao, lakini pia kutumia lishe bora. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha watumishi lakini pia wananchi wa manispaa ya Musoma wanapata elimu bora kuhusu masuala yote ya lishe. Lakini hatuishii hapa tu. Maadhimisho haya au shughuli hizi tunazifanya kwa wiki nzima, lakini bado zinaendelea kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, vituo 13 ndani ya manispaa ya Musoma, hospitali 1, vituo vya afya 4 na zahanati 8. Vyote kwa muda wa wiki nzima hii tunaendelea kutoa elimu kwa ajili ya masuala ya lishe. Huduma zitolewazo ni kupima uzito, kupima sukari, kupima magonjwa ya moyo na mengine mbalimbali. Hizi huduma zinatolewa bure kabisa kwenye banda letu hapa manispaa, lakini pia kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Lakini pia tunahamasisha wamama wenye watoto chini ya miaka 5 waweze kufika katika vituo vyetu ili wapate elimu ya lishe bora. Lakini si hivyo tu. Hapa hospitalini kwetu katika masuala ya lishe tumeandaa kitengo maalum kinachoshughulika na masuala ya lishe hasa kwenye mambo ya utapiamlo ambao tumeshafungua. Kwa hiyo wale wote wenye changamoto ya utapiamlo, lakini masuala ya lishe, masuala ya upungufu wa uzito, yani uzito pungufu, wote tunawahudumia na tunatoa elimu, lakini pia tunatoa chakula dawa kwa ajili ya hawa wagonjwa au wale wanaogundulika wana matatizo. Kwa hiyo ujumbe wetu ni ulaji unaofaa katika jamii, lakini pia elimu tunaitoa ili wananchi wajitokeze. Usipopata chakula vizuri, hasa kwa mama wajawazito, ndio matokeo yake wanaweza kupata watoto wasiotimiza muda, wanasema prematurity au njiti, watoto njiti ambao hawajatimiza muda wa kuzaliwa au wakazaliwa wenye uzito mdogo na matatizo mengine. Wito wangu wananchi wote waliokuwa ndani ya manispaa ya Musoma wajitokeze
kwa wingi kwenye banda letu lilikuwa ofisi za manispaa, lakini kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, ili waweze kupata huduma hizi ambazo tunazitoa bure ndani ya wiki nzima. Wananchi wote karibuni. Pia Yegowasu TV imefanya mazungumzo na kaimu mkurugenzi wa manispaa ya Musoma, Bi Haines Anderson amezungumza. Halmashauri ya manispaa ya Musoma siku ya leo imeungana na wengine ambao wana shughuli ya kitaifa juu ya wiki ya lishe kitaifa. Kwenye halmashauri yetu tunashughulika na kutoa elimu na athari za utapiamlo pamoja na manufaa ya kuzingatia lishe, lakini pia na athari za kiafya kulingana na wao utapiamlo pamoja na inavyoathiri kiuchumi na kijamii. Hizi shughuli zinaanza leo tarehe 17 mpaka tarehe 21 mwezi wa 11 2025. Uko sahihi. Shughuli hii imekuwa inajumuisha sekta zote, hasa zile za uzalishaji kwa maana ya kilimo, mifugo na uvuvi, sekta ya elimu ya msingi na sekondari, lakini pia kwenye upande wa afya, upande wa watu wa utumishi kwa ujumla wapo wanahusika. Kwa jamii zote, sekta zote zimekuwa zinashiriki. Mpaka sasa tuko kwenye asilimia nzuri. Wakati tunaanza asilimia ilikuwa mbaya. Pia kwenye lishe upande wa shule za msingi na sekondari walikuwa hawali wanafunzi chakula mashuleni. Lakini mpaka hivi leo karibia shule zote za halmashauri ya manispaa ya Musoma, shule za msingi na sekondari wanapata chakula shuleni. Japokuwa inategemea sasa ni chakula cha aina gani. Wengine wanapata uji na wengine wanapata kabisa mlo kamili mashuleni. Asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Huu ni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali, iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter na X pamoja na TikTok. Uko kote tunatumia Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari amesimama Dakawa John. Yegowasu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.